Ni siku ya pili hii leo ya kuendeleza mchakato wa kumtafuta papa mpya baada ya mkondo wa kwanza upigaji kura kutamatika hapo jana na papa mpya kukosa kupatikana. Ni zoezi ambalo hufuata kanuni za kanisa la Kikatoliki na makardinali 133 pekee ndio wameruhusiwa kwenye chumba cha kupiga kura hadi pale papa mpya atakapochaguliwa na kutangazwa rasmi kwa umma kupitia moshi mweupe. Moses Wanjala anatathmini. Shughuli ya kumtafuta papa ilianza kwa sala maalum kwenye kanisa la Mtakatifu Petro Basilica jijini Vatican maarufu kama Pro Elgendo Romano Pontifice. O God, eternal shepherd, who govern your flow with unfailing care. Hapa Kardinali Giovanni Battista Re akaelezea waumini kuwa sala hiyo ilikuwa kwa madhumuni ya kumwombea papa atakayechaguliwa awe ni mwenye utu hasa wakati ulimwengu umejawa na misukosuko. Na ilipotimia mwendo wa saa 9 na dakika 45 alasiri, makardinali 133 chini ya uongozi wa Kardinali Michelengo Franciscus walifululiza hadi chumba cha Sistine kwa nyimbo na matamshi spesheli ya kumkaribisha malaika atakayewaongoza. Baada ya makardinali hao kuingia kwenye chumba maalum, tamko la extra omnes lenye maana ya kila mtu kuondoka, extra omnes, likatolewa kwa wale ambao hawahusiki kwenye zoezi hilo na lango la kanisa la Sistine likafungwa. Hapa Kardinali Raniero Cantalamessa akatoa tafakari na kuwakaribisha makardinali kwenye maombi na uelewa wa kina kabla ya upigaji kura kuanza. Mwendo wa saa 3 usiku, moshi mweusi ulionekana kuashiria kwamba hawajampata papa mpya. Ili kupata papa mpya, taratibu zifuatazo hufuatwa. Baada ya kura zote kupigwa, idadi ya kura isipolingana na idadi ya wapiga kura, ni sharti kura zote zichomwe na upigaji kura kuanza tena upya. Ikiwa idadi ni sahihi, kura hizo hufunguliwa na kusomwa, mshindi akihitaji angalau theluthi 2 ya wingi ili kuchaguliwa. Kura zote huchomwa kwenye tanuri la chuma lililotumika mara ya kwanza mnamo mwaka 1939. Wahesabu kura hufanya hivyo kwa msaada wa katibu wa baraza na maafisa wa sherehe ambao hualikwa na kardinali mkuu wa mashemasi. Tanuri la pili lililowekwa mwaka 2005 linaunganishwa na bomba la moshi linaloonekana kutoka uwanja Mtakatifu Petro. Hapa ndipo kemikali huongezwa ili kutoa moshi mweusi ikiwa hakuna papa aliyechaguliwa au mweupe ikiwa papa mpya amepatikana. Wakatoliki husubiri katika uwanja wa St. Peter's ulio karibu wakisubiri ishara ya moshi, tangazo linalotolewa kwenye roshani ya jengo la St. Peter's Basilica kwa umati uliopo chini. Tangazo hilo husema Habemus Papam, ikiwa na maana tumepata papa. Jina la papa mpya linafichuliwa na papa mwenyewe anaonekana na kutoa kauli fupi na kutoa baraka za ub et ub, ikiwa na maana kuwa mji na ulimwengu. Hakuna muda maalum ulioweka kumchagua papa mpya, ila mikutano miwili ya awali ya uchaguzi wa papa iliyofanyika mnamo mwaka 2005 na mwaka 2013 ilidumu kwa siku 2 tu. Zoezi hilo litaendelea hii leo kwenye kanisa la Sistine jijini Vatican. Moses Wanjala, NTV.